wewe ni Mungu mtoaji. Na sisi tunajifunza kutoaji kutoka katika moyo wako. Lakini Bwana, bado tunafika viwango vile ambavyo wewe unatamani tufike. Tunakuomba kupitia sadaka hizi, kupitia matoleo haya kwa fungu la 10 na ushirika, Baba, ukafungue mioyo yetu Bwana, ukagundue na kuona siri ya kutolea uwezo wako. Maana kwa njia hiyo tunajifunza upendo wako na tunapokea baraka zako nyingi ambazo tutakosa sehemu ya kuziweka wakati wa wingi wa utajiri wako kwa kiwango cha kujaa, kushindiliwa, kusukasukwa na kumwagika. Katika jina la Yesu Baba tunaomba na kushukuru. Amen. Labda kama ni mara yako ya kwanza kufika mahali hapa, unaweza kunyosha mkono pale mahali ulipo. Kama ni mara yako ya kwanza kufika mahali hapa, kama ni mara yako ya kwanza kusali mahali hapa, amen. Hawana wote wenyeji. Basi tunaletea matangazo ya wiki hii inayoanza leo. Ni Jumapili ya tarehe 27. Ibada zetu katikati ya wiki zinaendelea kama kawaida. Siku ya Jumatano ni siku ya mafundisho ya neno la Mungu. Muda ni kuanzia saa 10:30 jioni mpaka saa 12:30. Wote tunatiwa moyo kufika na kuwakaribisha wengine ambao hawajawahi kufika mahali hapa, wengine ni jirani au rafiki yako, kukaribishe katika ibada. Yote inaomba kujilisha. Bwana Yesu asifiwe. So lazima mwambie Yesu anakuwa mkeni. Naweza kukaribisha kwenye ibada mahali hapa, tunakutana na Mungu. Na siku ya Ijumaa pia siku yetu ya maombi. Tunamshukuru Mungu, Ijumaa ya wiki hii tulikuwa na mkesha mzuri mahali hapa, mkesha wa baraka. Lakini kwa wale ambao kuhudhuria, tunakaribisha mara nyingine tena tutakapotangaza ili tuungane pamoja. Lakini Ijumaa hii tutakuwa na maombezi. Baada ya maombi na maombezi mahali hapa saa 10:30 mpaka saa 12 jioni. Tunatiwa moyo kushiriki maombi haya watu wote. Amen. Tangazo la pili ni darasa la wanafunzi na maandiko inaendelea kila siku ya Jumapili. Muda ni kuanzia saa 2:30 mpaka saa 3:30. Tunatiwa moyo kuhudhuria darasa hili. Pia tunatiwa moyo kununua vitabu kwa ajili ya kujifunza. Nirudie tena, muda ni saa 2:30 mpaka saa 3:30 asubuhi. Na unapofika kwenye darasa hili pia usisahau kuweka kuhudhuria, kwa sababu ni darasa kamili. Kama uko darasani kama leo shuleni, ni darasa kamili. Kwa hiyo tunahakika sema pia tutaanza kwa kipindi cha maswali kwa darasa hili. Bwana Yesu asifiwe. Zile dakika za mwisho, dakika 5, tunaweka kipindi cha kuulizana maswali. Tangazo la 3 kwa wote ambao hawajabatizwa, waandikishe majina yao kwa mzee wenzao. Na wote ni watoto ambao wamewekwa wakfu kwa kubatiza mtoto mdogo, tunaweka wakfu sawasawa na neno la Mungu kama alivyosema Yesu. Basi waandikishe majina yao kwa ajili ya huduma hii ya muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaandikisha majina kwa ajili ya kutoa mafundisho. Kwa hiyo hautabatizwa tu, lakini usielewe ni maana ya ubatizo. Lazima uelewe ni maana
Moshi pamoja na kwaya kila siku Jumamosi saa 8:30 mpaka saa 10:30 jioni. Kwa hiyo kama unapenda kuimbia Mungu na kama una kipawa cha kuimba, tafadhali tunakukaribisha kwenye mazoezi. Hautaweza kudumu bila kufanya mazoezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nirudie tena. Kwa sababu kuna taratibu pia za kudumu hapa mbele kwenye njia hiyo mbali. Sio kwamba tunatoka kule na nisikie kwamba hapana amefika huduma. Kuna taratibu zake. Kama wengine ukimekuja kwa maombi na mikosi wiki yetu ya kwanza ya Ijumaa ya kwanza na mwezi wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maombi na mikosi kuanzia Jumatano mpaka Ijumaa na maombi haya hayataingia kwa siku za katikati za wiki au hayataingia ibada zetu na katikati ya wiki. Kwa hiyo kama unajiunga na kiongozi, tutafahamishana na tutaelezana mahitaji ya kuombea au tunaombea nini. Kwa hiyo ujitue mkae tayari kwa ajili ya maombi. Hatutaacha kuomba kwa sababu kwa hiyo tunataka Bwana na nguvu zake kila siku, kila saa. Narudia kutie moyo ili kwa pamoja tuone wengine. Inawezekana mara ya kwanza kuna changamoto, lakini ule mwendelezo utafika mahali utaona kwamba ni mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwingine anaweza kuona maombi ni mzigo, maombi ni shida, ni tabu. Kwa hiyo bora anaendelea tu kukaa hadi baada ya kaya maisha yake afanye mambo yake. Naona. Lakini nataka niwaambie kugundua siri. Yaani hautaona hata mzigo. Hautaona hata shida. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ni shida kwa sababu ya nini? Mambo ya mwili. Mwili na shindana na roho. Ndio linasema. Kwa hiyo nafikiri mwili utakusupport. Yaani mwili utakwambia sasa kafunge. Sasa tunaomba. Hapana, hata siku moja mwili hautakuruhusu. Yaani uende sawa na roho takatifu na wote. Lakini sasa ukishajua siri ya Mungu inakaa ndani, mwili unatiishwa. Bwana asifiwe. Mwili unafanyaje? Unatiishwa. Kwambia twende kwenye uzinzi, unamwambia no. Kwambia twende kwenye ulevi, unamwambia no. Twende kwenye kutukana, unamwambia no. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa siri ya Yesu, alitiisha mwili. Akaona mateso ya msalaba, lakini akasema nitakwenda, haijalishi ni mateso ya aina gani. Lakini mwanzo kulingana kama kuna shida, kwamba mateso yale makubwa, lakini hapana, ataweza kumtiisha mwili. Na aliweza kuvumilia. Sisi tunaona Yesu aliteseka sana, lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu inawezekana ni kweli kuna uwezo wa kustahimili haya mateso. Lakini wewe ambaye hakuna hiyo nguvu, na ni ule mjeledi mmoja ule, usingeweza.